Usingizi unapokuwa mzito, huwa inahitajika juhudi ya ziada kwa ajili ya kumwamsha yule aliyelala. Mnamo mwaka 1888, kipindi usingizi mzito wa kiroho ulipokuwa umelikumba kanisa, Mungu alituma ujumbe maalum kwa ajili ya kuwaamsha watu wake. Leo tutaangazia uamsho uliofuata baada ya mwaka 1888 baada ya kuhubiriwa ujumbe wa haki kwa imani. Pamoja nami Joseph Kambuga. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa kutupatia fursa ya kujifunza juu ya uamsho wa pekee ambao ulishuhudiwa katika miaka kadhaa baada ya mwaka 1888, na tunakuomba katika historia hii ya uamsho uweze kuigusa mioyo yetu, tukahubiri ujumbe wa uamsho kwa watu wako. Tunaalika uwepo wako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baada ya mkutano wa Minneapolis wa mwaka 1888, Ellen White alikuwa akisafiri pamoja na Jones na Waggoner pamoja na mwanae W.C. White katika mikutano mbalimbali ya makambi na kuhudumu katika makanisa mbalimbali nchini Marekani. Na kila mahali walipokuwa wakihubiri ilikuwa ikionekana uamsho wa namna ya pekee. Ellen White alitambua umuhimu wa ujumbe alikuwa akifundisha Jones na Waggoner, hivyo aliambatana nao kwa kadri alivyoweza. Katika maeneo mengi walipokuwa kihudumu, uamsho ule ulikuwa ukiambatana na roho ya toba na matengenezo, na watu wengi walibarikiwa kipindi kile kutokana na jumbe zile ambazo watumishi wa Mungu walikuwa wakizihubiri. Sehemu ya kwanza ambayo ilishuhudia uamsho wa namna ya pekee ilikuwa ni Battle Creek. Jones, baada ya kwenda katika bunge la Marekani na kukinzana na mswada wa Senator Blair, alisafiri kule Battle Creek ambako kulikuwa kuna juma la maombi lililokuwa likifanyika kuanzia Disemba 15 hadi Disemba 22. Uamsho ulioonekana katika kule Battle Creek ulikuwa ni uamsho wa namna ya ajabu mno. Mkutano wa juma moja ulizua mlolongo wa mikutano iliyoendelea kwa takriban mwezi mzima. Ellen White anasema ya kwamba baraka za juma lile la maombi zilijaza kanisa zima. Wale waliokuwa wamemwibia Mungu zaka na sadaka waliungama dhambi zao na kurejesha kile walichokuwa wameiba, na wengi ambao hawakuwa wamewahi kuhisi Bwana amewasamehe dhambi zao walihisi mbaraka wa Bwana. Hivi ndivyo ambavyo uamsho wa kule Battle Creek uliwagusa watu wa Mungu. Na ni jambo la kushangaza ya kwamba mkutano waliokusudia kuufanya ndani ya juma moja ulizua mikutano iliyoendelea kwa zaidi ya mwezi mzima. Hilo ni jambo la pekee. Ni uamsho ambao ni nadra sana kuona hata katika siku za leo. Sasa baadhi ambao walikuwa mpaka kufikia wakati huo walikuwa wakipingana na ujumbe wa Bwana aliyokuwa amehutuba kupitia Jones na Waggoner walihisi hatia yao na kuungama. Mmoja wao alikuwa ni W.W. Prescott, yani Walter Warren Prescott. Aliposimama kutoa ushuhuda baada ya ujumbe wa kugusa sana kuhubiriwa katika mikutano ile, alishindwa kuzungumza kwa takriban dakika 5. Alisimama mbele ya kutaniko huku akibubujikwa na machozi. Baadaye alipopata nguvu ya kuzungumza, Prescott alisema, "Ninafurahi kuwa Mkristo." Nikana kwamba moyo wake ulikuwa umevunjwa na roho wa Mungu na alikuwa anaanza maisha ya Kikristo kwa upya tena. Hatimaye Prescott alikuja kuwa mhubiri mwenye nguvu sana wa ujumbe wa haki kwa imani, na katika makambi aliyokuwa akihubiri Prescott, uamsho ule aliyoupata ulikuwa ukiinuka mahali mbalimbali, na jumbe za Prescott ziliwagusa wengi na zikawaongoza wengi sana kumtafuta Mwokozi na kumpata na kumuona Mwokozi Yesu Kristo. Na baada ya uamsho wa pale Battle Creek, Ellen White pamoja na Jones walisafiri kwenda katika mji wa South Lancaster ulioko kule Massachusetts kwa ajili ya mkutano ambao ulifanyika kuanzia Januari 11 hadi Januari 22. Jones alikuwa akizungumza karibu mara 2 au wakati mwingine mara 3 kwa siku kutokana na umuhimu wa jumbe ambazo alikuwa anapaswa kuzizungumza. Ellen White anasema ya kwamba tulikuwa na roho na nguvu ile ile iliyoambatana na ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili,
chakula cha wakati wake tangu mwanzo hadi mwisho. Hivi ndivyo Ellen White anaelezea ujumbe aliyokuwa akiufundisha Jones kule South Lancaster, Massachusetts. Katika mikutano ile watu walitafuta kusogea karibu zaidi na zaidi na Bwana. Mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba hakukuwa na kuwasisitiza watu wala kuwaalika waweze kusonga mbele. Ni kana kwamba walikuwa hawahitaji kutoa wito. Walihisi kwa namna ya pekee kuwa Kristo alikuwa amekuja kuwaita sio wenye haki bali wa dhambi kwa ajili ya kutubu. Ni kana kwamba tulikuwa tunapumua anga hewa ya mbingu, anasema mjumbe wa Mungu. Hivi ndivyo ambavyo nguvu ya uhamisho uliofanyika South Lancaster Ellen White anavyoielezea. Anasema ya kwamba miaka ya baadaye alipokuwa akizungumza kuhusiana na uhamisho uliofanyika pale South Lancaster, Massachusetts, Ellen White anaelezea kwamba usingeweza kuwaaminisha watu wa kule South Lancaster kule Lancaster Kusini ya kuwa ule haukuwa ujumbe wa Mungu uliowajia katika wakati ule. Watu wa South Lancaster walitambua ya kwamba ujumbe wa Mungu ulikuwa umewajia kwa wakati wake. Baada ya uhamisho wa kule South Lancaster, Ellen White pamoja na A.T. Jones mnamo mwezi March 1889 walikuwepo katika mji wa Chicago walikuwa kule Chicago, Illinois. Ellen White anaelezea kuhusiana na uhamisho uliotokea kule Chicago, Illinois, ya kwamba wale waliohudhuria katika mkutano ule walielekezwa kwa mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, jambo lililopelekea toba ya dhambi na kuziacha. Kwa hiyo watu waliziacha dhambi zao, walizitubu na kuziacha. Na jambo la pekee sana lilitokea kule South Lancaster. Kama ambavyo kule Battle Creek, Prescott aliungama mbele ya kutano na kuamua kuachana na kupingana na ujumbe ambao Mungu alikuwa ameutuma. Kuna mtu fulani ambaye alikuwa na mvuto sana katika kanisa. Bila shaka unamkumbuka Kilgore, yule ambaye katika mkutano wa Minneapolis wa 1888 alisimama na kusisitiza ya kwamba ujumbe kwamba kusiweko na upande wa pili, kuzungumza ya kwamba sheria katika Wagalatia inazungumza kuhusiana na ile sheria ya kaida za kidini za kafara zilizokuwa zikiendelea Israeli. Kilgore mwaka 1888 pale Minneapolis alikuwa kidai ya kwamba wasubiri uwepo wa rais wa General Conference ili kuweza kutetea hoja zile. Lakini Kilgore katika mkutano wa Chicago, Illinois, aliungama dhambi na makosa aliyokuwa ameyafanya kule Minneapolis mnamo mwaka 1888. Kilgore alikuwa akilia mbele ya kutano na kufurahia uzoefu wake mpya. Alihisi ya kwamba Mungu amemsamehe, naye alijiunga katika kundi la watu ambao walikuwa kihubiri ujumbe wake kwa imani. Kule Chicago, Illinois, Ellen White katika barua kwa mwanae Willie White alimuomba kufanya jambo fulani hivi. Alimuomba aweze kufanya mpango ili Ellen White pamoja na A.T. Jones wahudhurie mikutano kule Iowa ili wakafanya uhamisho kule. Ellen White alisema ya kwamba Jones alikuwa anahitaji kuwa na hadhira kubwa na kuzungumza kwa muda mrefu zaidi, kwa maana alikuwa akishuhudia uhamisho baada ya uhamisho ukifanyika kutokana na ujumbe wake. Alisema ya kwamba A.T. Jones ilibidi akafanya uhamisho kule Iowa kwa sababu kwa jinsi ambavyo Morrison pamoja na Nicola walivyokuwa wakiongoza conference ya Iowa, kulikuwa na uzima na pumzi kidogo sana ndani yake. Ni kana kwamba watu wa kule Iowa walikuwa wanakaribia kufa kiroho, walikuwa wamebakiza pumzi kidogo tu. Hivyo akaona umuhimu wa A.T. Jones kuwepo katika mikutano ya kule Iowa. Baada ya mikutano ya Chicago, Illinois, Ellen White mwezi unaofuata, mwezi wa Mei, alikwenda kule Ottawa katika jimbo la Kansas katika huo mwezi Mei 1889. Huko nako Mungu alifanya uhamisho wa ajabu. Jones alikuwa amepewa nafasi ya kuzungumza, lakini ndugu wengi sana waliokuwa wamehudhuria mkutano wa Minneapolis walikuwa tayari wameshapenyeza roho ya ukinzani kule Kansas, katika mji wa Ottawa dhidi ya Jones na Waggoner. Kwa hiyo Ellen White aliposimama mara kwa mara katika mkutano, aliwaonya wale waliokuwa wakikinzana na kazi ya Mungu. Pia aliwaeleza njozi ambayo Mungu alikuwa amemuonesha kule Minneapolis,
na akawaonya ya kwamba kazi waliokuwa wakiifanya ni kazi ya mwovu Shetani. Sasa kazi ya Ellen White ilizaa matunda, kwa sababu rais wa conference ya Kansas alisimama na kukiri mbele ya kutano ya kwamba kila alichokuwa anakisema Ellen White ya kwamba ameonyeshwa katika njozi ni cha kweli, maana yeye mwenyewe alikuwemo katika vyumba ambavyo mambo yale aliyoonyeshwa Ellen White yalitokea. Kwa hiyo alikiri mbele ya kutano ya kuwa alikuwa amefanya kosa kubwa sana kuamini mambo ambayo wale ndugu zake katika imani walikuwa kiasema dhidi ya Ellen White, dhidi ya A.T. Jones na dhidi ya Waggoner. Kwa hiyo njozi ya Ellen White baada ya kuisema mbele za watu kule Kansas katika mkutano ilimsaidia rais wa conference ya Kansas kuungama na kujiunga na watu waliokuwa kihubiri ujumbe wa haki kwa imani. Pia kaka McReynolds alitoa ushuhuda pia ya kwamba kile alichokuwa akisema Ellen White kilikuwa ni kweli kabisa, maana na yeye mwenyewe alikuwa amehudhuria katika vile vyumba ambapo matukio hayo aliyoonyeshwa Ellen White katika njozi yalikuwa yametokea. Hivi ndivyo uamsho wa Mungu ulikuwa ukiendelea kipindi mikutano mikutano inaendelea mnamo mwaka 1888, mikutano 1889. Sasa kule Ottawa, Kansas pia kuna jambo la kipekee sana ambalo lilitokea. Mchungaji fulani kijana wa miaka 26 aliyefahamika kwa jina la J.S. Washburn, naye pia alikuwa amehudhuria mkutano wa Minneapolis wa mwaka 1888. Na Washburn, kwa sababu alikuwa akifanya kazi katika conference ya Iowa, alikuwa akifanya kazi kwa ukaribu sana na Morrison. Na kipindi Morrison baada ya kutoa hoja zake kukinzana na ujumbe wa Waggoner, alizungumza na Washburn kwa mazungumzo ya faragha, akimwambia ya kwamba ninaondoka katika mkutano huu kwa maana wanataka kunilazimisha kukiri ya kwamba mimi nimekosea. Sasa Washburn alikuwa amehudhuria mkutano wa pale Kansas, na kilichokuwa kinamsumbua sana Washburn ndani ya moyo wake ni kwamba alikuwa anajiuliza ya kwamba hivi inawezekanaje huyu A.T. Jones ambaye nasikia habari zake ya kwamba si mtu mwema, kwa nini anaweza akaomba kana kwamba ana uhusiano wa karibu sana na Kristo? Kwa sababu kipindi akimsikiliza A.T. Jones akiomba, alifikiri nafsini mwake akasema ya kwamba anaomba kana kwamba anamfahamu Kristo. Sasa katika safari yake kuelekea mkutano wa Kansas, ilitokea kama muujiza wa Mungu ya kwamba Washburn alikuwa amepanda gari moshi lile alilokuwa amepanda A.T. Jones. Hivyo Washburn alikwenda kumsalimia A.T. Jones kana kwamba akiwa na hofu hivi, lakini kadri alivyokuwa akizungumza naye, aligundua kwamba A.T. Jones alikuwa ni mtu tu ambaye ni rafiki mzuri sana. Kwa hiyo mkutano wa Kansas ulipokuwa ukiendelea, Washburn alipata muda mwingi sana wa kutembea akiwa na mazungumzo na faragha na A.T. Jones. Mara nyingine walikuwa kitembelea kando ya mto, kwenye milima na kadhalika, wakiwa na mazungumzo ya faragha, na hatimaye akapata rafiki mzuri. Sasa alipokuja Ellen White aliyekuwa amechelewa kufika katika mikutano ya pale Kansas, alizungumza kuhusiana na mambo fulani aliyokuwa ameyafanya Morrison kule katika mkutano wa Minneapolis 1888, mambo ambayo alimvunja sana moyo Washburn na kurejesha yale mashaka yake aliyokuwa nayo hapo nyuma. Washburn baada ya kutumia muda wa kumuomba sana Mungu, aliamua kwenda kumuona Ellen White na kuzungumza naye kwa faragha. Washburn alishangazwa sana na uzoefu ambao ulikuwa ni ng'ambo ya uwezo wa mwanadamu, ulikuwa ni nje ya uwezo wa mwanadamu wa kile ambacho Ellen White alimwambia. Ellen White alizungumza na Washburn akamweleza maneno yale ambayo Morrison alimwambia Washburn kabla hajaondoka katika mkutano wa Minneapolis wa 1888. Washburn alishangazwa sana na mambo yale. Akajua ya kwamba hakika huyu ni mjumbe wa Mungu na wale wanaokinzana naye walioanza kumtilia mashaka basi hawako sahihi. Kutokana na uzoefu ule, Washburn aliondoa mashaka yote. Baada ya kuzungumza na Ellen White, kumuuliza maswali kadhaa na kuona jinsi ambavyo Mungu alikuwa akifanya kazi kupitia mjumbe wake, Washburn aliamini, naye pia akaanza kuhubiri ujumbe wa uamsho, ujumbe wa haki kwa imani. Mnamo Juni 5 hadi 11 mwaka 1889 kule Williamsport, Pennsylvania, Waggoner aliungana pamoja na Ellen White na A.T. Jones kwenda kuendeleza mikutano iliyokuwa ikileta uamsho. Sasa katika mkutano wa kule Williamsport, Pennsylvania,
watu waliona uzuri wa ujumbe wa malaika yule watatu. Anashuhudia mjumbe wa Mungu Ellen White. Anasema ya kwamba walitiwa moyo kwa namna ya pekee. Waliona ushuhuda ya kwamba walikuwa kitoa ushuhuda ya kwamba hawakuwa wamewahi kuhudhuria mikutano walipopata maelekezo na nuru ya pekee kiasi kile. Walihisi kuwa sasa wangeweza wanaelewa zaidi namna ya kuleta roho kwa Kristo. Walipopata ujumbe ule wakaona ya kwamba huu ni ujumbe ambao ukiwasilishwa kwa watu basi unao nguvu ya kuziteka roho za watu na kuzivuta kwa Kristo. Hivyo waliona ya kwamba wamepata ujumbe wa thamani ambao wanaweza kautumia kwa ajili ya uongofu wa roho za watu. Baada ya mikutano ya pale Williamsport, siku inayofuata tu kulikuwa kuna mikutano ambayo A.T. Jones, Waggoner pamoja na Ellen White walikwenda kuihudhuria kule Rome, New York, ambayo ilifanyika kuanzia Juni 11 hadi Juni 18. Ellen White akizungumza na watu kule Roma, New York, aliwatia sana moyo kuupokea ujumbe ambao Mungu alikuwa ameuleta. Akawaambia kwamba ujumbe ule ulikuwa umekuja kwa wakati wake, ujumbe ambao ungeleta Roho Mtakatifu na kumwaga kwa mvua ya masika. Kisha Ellen White alizungumza maneno ambayo yatakuwa na faida kwangu pamoja na kwako pia. Aliwaambia watu wa kule Rome, New York ya kwamba Mungu ametufungulia nguvu na tunapaswa kuifahamu na kufanywa tayari kwa ajili ya wakati wa taabu ambao mfano wake haujawahi kuwako tangu lilipoanza kuwako taifa. Sasa Ellen White anazungumza na watu ya kwamba kuna ujumbe ambao Mungu ameuleta unaofungua nguvu ya kuwafanya waweze kuwa tayari kwa ajili ya wakati wa taabu. Anasema ya kwamba lakini nguvu yetu ni hii. Nguvu hiyo ambayo ingeweza kutufanya tuweze kusimama katika wakati wa taabu. Anasema lakini nguvu yetu ni hii, Kristo haki yetu. Ndivyo Ellen White alivyozungumza na watu wa kule Rome, New York. Kwa hiyo nguvu ya kusimama katika wakati wa taabu ni Kristo aliye haki yetu. Ellen White anasema ya kwamba uamsho wa utauwa wa kweli ndiyo hitaji kuu la kanisa. Kutafuta huo kunapaswa kuwa hitaji letu la kwanza. Historia ya mwaka 1888 pamoja na uamsho uliofuata baada ya hapo unatuonesha kwa udhahiri ya kwamba Mungu alikwisha kutupatia ujumbe ambao kama tukiuchukua, tukaupokea na kuuishi, utaleta uamsho sio tu katika maisha yetu, lakini katika maisha ya watu wengine wote ambao tunawahudumia katika kazi hii Mungu aliyotuitia. Ni ombi letu ya kwamba historia hii ikuongoze kuuchukua ujumbe wake Yesu Kristo, kuuishi na kuhubiri katika dunia hii, ujumbe ambao utatuandaa kwa ajili ya kusimama katika wakati wa taabu, ujumbe ambao utatuandaa kwa ajili ya kumpokea Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa kuwa umeonesha dhahiri ya kwamba ujumbe wa haki yako utakapohubiriwa katika wakati huu ambapo tukishuhudia matukio katika nyanja za kisiasa, katika nyanja za kijamii, matukio ambayo yalitokea hata mwaka 1888, tunaweza tukawa na uhakika tutakapohubiri ujumbe huu ya kwamba uamsho wa utauwa wa kweli utaonekana. Tunakuomba tuweze kulipokea jambo hili na kutafuta kumjua Yesu Kristo na kumhubiri katika siku hizi za mwisho, ili uamsho wa kweli uweze kuwa miongoni mwetu, ili tuweze kusimama katika wakati wa taabu ulio karibu sana, na ili tuweze kuwa tayari kumpokea Bwana wetu atakapoonekana mawinguni. Asante kwa kuwa umesikia ombi hili na kwamba utashughulika na moyo wa kila mmoja kuziishi jumbe hizi za thamani. Tunaomba mambo haya katika jina la Yesu Kristo. Amina. Umekuwa pamoja nami Joseph Kambuga. Hadi wakati mwingine, uwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Jesus.